jambo ambalo unapovunja ile mkataba mmoja, serikali inapata hasara ya kuwalipa mabilioni ya mapesa hizi makampuni ambazo zimekuja kuwekeza kwa nchi zetu zikafukuzwa. Na makampuni hizi mingi ilikuwa imevunjwa wakati ya Bwana Kikwete pamoja na Samia na marais wengine. Naomba kueleza hii taarifa kama hivi inafuata. Kuna kesi ambayo imesajiliwa ICSID, imesajiliwa kwa usajili namba ARB/05/22, ambayo kesi hii kuna kampuni ama kampuni inaitwa Bywater Gulf Tanzania Limited ambayo wameweza kuishitaki United Republic of Tanzania mwaka 2005. Baada ya kwamba serikali Tanzania kwa Bwana Kikwete, hao majamaa baada ya kuja kuwekeza na kuweka pesa zao, wakawatafutia sababu za mauongo, sababu ambayo waweze kutoka kwa nchi, waweze kuwaibia ili tu wao peke yao waweze kupata ile mipango na waweze kupata hiyo mapesa. Hawa majamaa wakaenda kushtaki huko ICSID, na ikapelekea kwa nchi yetu kwanza kutokuaminika na wawekezaji ya kimataifa, kwa sababu ni serikali ya hovyo inakuwa inavunja mikataba ya kimataifa mara kwa mara kwa sababu ya tamaa zao. Inasemekana kwamba kwa mujibu ya taarifa ya FBI inaonyesha kwamba kisa cha kuvunjiwa hii mikataba kwa sababu tu mtoto ya rais alienda kutaka hela nyingi sana kugaiwa kwa sababu ya biashara zake, na hii kampuni ikakataa. Baada ya hapo haikuvuka miezi mingi, ikatoka sakata ya kwamba hawa majamaa hawafai na wakavunjiwa mkataba na kufukuzwa kwa nchi yetu. Sijui kama mnanifahamu. Mtoto ya rais anaenda kwa mkuu ya kampuni, anataka $500,000 agaiwe kwa sababu tu ana birthday party anataka kafanya London. Anamwambia sisi tuwezi kufanya hiyo jambo. Anamwambia mimi nakuonesha mimi nani, utajua mimi ni nani. Kwa maslahi ya mapana ya mataifa yetu, mtoto mmoja tu anasababisha kampuni ya Bywater Gulf. Naomba peke zenu msikuwe mnaamini hizi maneno zangu. Kasome kampuni hii ilikuwepo hapa Tanzania mwaka 2005. Kwa spelling ni BIWATER, yani ni Bywater Gulf. Ilikuwa Tanzania. Kesi hii imesajiliwa kwa namba ARB/05/22 kwa ICSID. Ikabidi walipwe pesa ambayo haijatoka kwa mifuko ya Bwana Kikwete, pesa ambayo haijatoka kwa mahakama primitive, pesa ambayo inabidi tuwalipe hawa majamaa. Ilibidi toke kwa yule mama ambaye anauza mawali, kwa yule mama ambaye anauza manjugu, kwa yule mtu ambaye ni dereva wa bodaboda. Kwa sababu unapokuwa wewe dereva bodaboda, unapokuwa unauza njugu, unapoenda kwako unalipa bili ya umeme, na umeme inakuwa overpriced, inapandishwa bei kwa sababu tu serikali ipate mapesa ya kuwalipa watu kama hawa kwa sababu ya ujinga wao. Naomba kasome hii kampuni ya Bywater Gulf ilivyokuja Tanzania na ikavunjiwa mkataba kwa sababu tu mtoto wa kiongozi alitaka pesa kwa majamaa, na hawa majamaa kwa sababu ya kujua sheria zao wakasema hatuwezi kufanya hiyo story. Hiyo kesi ya kwanza. Hivi ni jinsi gani nchi ya Tanzania inaliwa na inakuwa ni nchi inavurugwa na watu wachache bila ya kuwa na huruma na wewe ambaye unasema huyu mimi tano tena, huyu mimi nakuwa namtaka kuwa rais yangu, huyu wako na hijabu nzuri, huyu wako na sura nzuri. Hii ni jambo za siri ambayo wanakufanyieni nyinyi raia za kawaida. Sasa ndugu yangu, mimi nakuachia karaha zako uamue. Kama tutoke ama ulale ndani. Baada ya umeme ile unanunua $10, kesho baada ya miezi 10, miezi mitatu utanunua $40, hiari yako. Mimi nakueleza ukweli ya jua nini inaendelea kwa nchi yetu. Kuna kesi ya pili. Kesi ya pili imeshtakiwa kwenye shirika hili na kampuni ya Standard Chartered Bank. Wameishitaki serikali ya Tanzania mwaka 2010. Kesi hii ilisajiliwa kwamba kwa kesi namba ARB/10/12. Kwa maana yake ARB/10/12. Kesi ambayo ilishtakiwa baina ya Standard Chartered Bank, benki ya Standard Charter, wameishitaki Tanzania kwa maubabe ya unyanyasaji na kuwazalilisha na kuwavunjia mikataba kwa sababu tu waweze kupenyeza mabenki zao za mawizi, waweze kupenyeza mavibenki zao mandogo ambayo walikuwa wakitumia kusafirisha kufanya money laundering, kupeleka pesa nchini China na nchini Hong Kong, pesa ambayo ilikuwa ikisafirishwa na magangster kutoka Brazil ya madawa ya kulevya ambayo walikuwa kishirikiana na watoto wa marais ya Tanzania. Kesi ambayo ndugu yangu ikabidi tukatakiwa peke zetu raia tulipe, na Standard Chartered Bank ikashindwa kuweza kutumika kwa nchi yetu kwa sababu ya ufisadi ya watu wawili. Ukitaka taarifa ya hii na kuomba, ingia kwa website inaitwa UNCTAD Investors, utaisoma hii taarifa. Andika kesi ilikuwa na mausajili namba ARB/10/12.
Then tukue tunapeana taarifa ambayo haitakuwa na ushahidi. Sasa ndugu yangu, kama hiyo haitoshi, nakupa kesi nyingine. Nakupa kesi nyingine ambayo hawa majamaa wa Standard Chartered Bank ya Hong Kong walishitaki tena serikali ya Tanzania mwaka 2015. Ukiachilia ile ya mwaka 2010, ikaja kesi nyingine mwaka 2015. Kesi ambayo iko na usajili namba tofauti na ile ya mwanzo. Hii usajili yake ni ARB/15/41. Na kuomba ndugu yangu, kasome jinsi gani nchi yetu kuna grupu ya watu machache wanaivuruga sana, na hawajali wewe nini unapoteza. Hawajali wewe nini unateseka. Hawajajali kama kulikuwa na watu ambazo wameajiriwa hapa kama hizi mabank, hawajajali. Wamekuwa tayari kesi iende huko, na baada ya kuenda kesi huko tukapata maaibu makubwa sana ambayo imepelekea mpaka leo nchini Tanzania hauwezi kukuta benki ya maana. Utakuta benki inaitwa Msigwa sijui Bank Group. Hiyo benki ambayo haiaminiki. Benki ambazo za majamaa wanauza sijui niseme lugha gani itakuwa ya heshima, kwa sababu naogopa kutoa kauli ambayo itakuwa haina nidhamu. Lakini nadhani mmenifahamu. Ndugu yangu, hii nyaraka inaonyesha tena kwamba kulikuwa na kesi ambayo imesajiliwa kwa namba ARB/17/33. Kesi ambayo kampuni ya Eco Development in Europe AB and Eco Energy Africa AB wameishitaki serikali ya Tanzania. Wameishitaki serikali ya Tanzania mwaka 2017. Wameishitaki serikali ya Tanzania mwaka 2017 kwa kuvunja mikataba. Kwa kuvunja mikataba ambazo kimaharamu kwa sababu tu wao waweze kunufaika. Wanavunja mkataba. Kwa mfano, anaweza kaja waziri mkuu akakupigia masimu akakwambia, mimi tuko na uchaguzi mwaka hii, tunataka utupe bilioni 20. Utupe hii, tutakupea kwa raha zetu baada ya mwaka. Wewe ukisema mimi siwezi kukupa sababu hii ni kampuni haihusiana na serikali, anakuambia okay, tupe miezi 2 tuone hii unafanya hapa. Wanakutoa. Wanakufukuza kwa sababu tu ya kutaka mahela ambayo wao waweze kufanya kampeni ya CCM. Ukiwakatalia, wanahiari wewe wakudhalilishe na wakutoe bila ya kujali kuna faida ngapi nchi inapata. Na ndio maana ndugu zangu, wengi mmekuwa na mshituko mkubwa sana kuona kampeni ya CCM juzi. Ametokea jamaa bila ya kuwa na aibu akachangia bilioni 10, si bilioni 100. Bilioni 10 anatoa wakati kuna watu inaumwa, hata uwezo ya dawa peke zake hana. Utajiuliza, ni kweli hii hela yake anatoa kuipa chama 10 billion ikafanya kampeni? Ndugu yangu, kati hapa kwa nyuma kuna mambo nyingi nyuma imefichwa ambazo hizi nawaambia. Hii nawaambia kasome hii kesi ambayo imesajiliwa kwa namba ARB/17/13 baina ya Eco Development ya Europe walishitaki serikali ya Tanzania. Ndugu yangu, kuna kesi nyingine ambayo ukijua ilikuwaje hizi mikataba ikavunjika, unaweza hata hii usiku tukatoka kuandamana. Jinsi gani hawa watu walikuwa wa mabinafsi kwa kutaka vitu ndogo tu wapatiwe, na wasipopatiwa wako tayari waondoshe makampuni ambayo ina mafaida makubwa kama maslahi ya taifa yetu. Hii kesi imesajiliwa namba ARB/19/8 baina ya Ayub Farida Michael Saab ambayo ameishitaki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2019. Imesajiliwa hii yote kesi na wapea ni makesi ambazo zimesajiliwa ICSID. Hii organization ambayo nimwambia kazi yake ni kutatua migogoro baina ya mawekezaji ya mataifa pamoja na ile nchi ambayo wamewekeza. Ndugu yangu, hii ukijua nini imetokea mpaka mgogoro ikatokea, kiukweli kabisa sio ile ambayo wao peke zao wanatangaza. Mutalia sana kwamba kuna watu sasa wamekuwa wanaamini Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mali ya familia fulani. Wanaamini ni mali ya familia fulani kiasi kwamba atakuja mtu kwa sababu tu yeye alikuwa ni waziri mkuu, wanataka hela akamkufanyia campaign ya uchaguzi, yeye hawezi kurudi tena kwa bunge, na unakuwa wewe unamjibu haiwezekani. Hatima yake anahiari hiyo makampuni aiue kabisa. Ndugu yangu, kama bado hizo mambo hazijakuwa zinatosha, naomba ukasome kesi nyingine. Imesajiliwa kwa namba ARB/20/38. Hii ilikuwa Nachingwea UK Limited pamoja na Ntaka Nickel Holdings Limited pamoja na Nachingwea Nickel Limited wameishitaki kwa serikali ya Tanzania kuhusiana na majambo ya madini, kwa sababu tu hiyo makampuni aweze kuziwa mjamaa mmoja kwa hela ambayo ni peke zangu na imudu. Akapewa mamigodi ambayo ni jambo haliwezi kusemeka.
Halafu jamaa kama huyo anakuja kwa mbele za watu, anajiita yeye ni mzalendo, anasema mimi naipenda manchi zangu, nitatoa tu magesa kupikia safi, watu wako wanapikia. Nyuma yake hii ndio mambo ambazo amefanya. Peke zenu mtaniambia kama hawa majamaa kweli ni wazalendo ama vipi? Tuki yangu kama hiyo bado haijakuwa inatosha. Kuna kesi nyingine ambayo imesajiliwa kwa usajili namba ARB/21/6. Kampuni ya Montero Mining and Exploration Limited wameshitaki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2021, na hii imesajiliwa kwa ICSID case ya Canada dhidi ya Tanzania. Hii ndugu yangu, kumetokezea mambo mazito sana. Masisiemu ya mtandao ilitumika kumzidi akili rais ya Tanzania na ikawapa mambo za hii ni jambo mbaya kuwahi kutokezea. Tukalipishwa mafaini ambayo hakuna mahesabu inajulikana. Hakuna mahesabu inajulikana kwa makesi hii. Kesi ambayo nyuma yake kulikuwa na wawekezaji 9 kutoka Canada kuja kuwekeza, wakaghairi, wakasema hatuwezi kufanya na hao primitive makazi kwa sababu hao jamaa sio watu wanaoaminika. Akikunywa mabia, akikunywa mabangi, anakuja kusema hiyo mkataba hatutaki, tunakufukuza, wanatoka kwenu. Canadians investors wamesema basi hatuwezi kuja tena kwa nchi hiyo, hatuwezi kufanya kazi tena. Tanzania kwa sababu tu ni primitive, jibu yake inakuja, wewe hata usipokuja wewe hakuna mbaya, tuko na bwana Rostam Aziz, tuko naye hapa. Wewe unaenda tu huko. Hiyo ndio jawabu ambayo watu wanapewa. Hiyo ndio jawabu ambayo watu wanapewa baada ya sisi kulipa matrilioni ya mahela ya hao watu wanauza manjugu. Halafu leo unakuja wewe unalia kwamba hospitali yetu ya taifa